Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, viongozi wa kamati kuu walioko mahala hapa kiongozwa na mwenyekiti wa kanda ya Kusini kaka yangu Mayala, jumba wa kamati kuu God Bless Lema, viongozi waandamizi mbalimbali wa chama mlioko mahala hapa, assalamu alaikum. People, watu wa Ndanda, people. Ndugu zangu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kufika hapa Ndanda. Tuko kwenye operation ya kichama inayoongozwa na viongozi wetu wa kitaifa, kwa maana mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti ambaye naye na mikutano yake huko katika kanda yenu. Tunazunguka nchi nzima, tumetoka kumaliza kanda ya Nyasa, Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe, Iringa, na jana tumeanza kanda ya Kusini. Tutafanya Lindi, Mtwara, tutamaliza mkoa wa Ruvuma na tutaelekea kanda nyingine. Tunazunguka nchi nzima kutekeleza wajibu wetu wa msingi kama chama cha siasa. Tunatambua kwamba Watanzania mmechoka na utawala huu wa CCM. Tunajua kwamba Watanzania mko tayari na wakati wote mmekuwa tayari kutunga mkono. Na jimbo la Ndanda ni moja ya majimbo yenye historia. Mliwahi kuwa na mbunge wa upinzani ambaye alitokea Chadema, lakini leo wamebaki wenyewe manyang'au. Natambua kwamba mna historia hiyo ya mabadiliko, na tumekuja kwa sababu tunajua Ndanda ni nyumbani. Ndugu zangu, Chadema ina misingi inayosimamia. Chama chetu kinaamini katika misingi minne. Tunaamini katika haki, tunaamini katika kukuza uhuru, tunaamini katika kukuza demokrasia, tunaamini katika maendeleo ya watu. Mambo haya yanatusukuma usiku na mchana. Hatulali kama viongozi wenu kuhubiri kwa sababu hayapatikani. Imekuwa ni bidhaa adimu katika taifa letu tangu tumepata uhuru miaka zaidi ya 63. CCM wamebaki kutudanganya. Wamekuwa wakoloni katika taifa ambalo tulishajikomboa. Leo sisi hakuna haki za msingi ambazo Tanzania tunazipata. Imekuwa kama ni hisani. Wewe mkulima wa korosho, unapambana usiku na mchana, mnalima, pembejeo zinachelewa, wanakuja wanawakopa korosho zenu, wanachelewa kuwalipa. Wakiwalipa kwa fedha ndogo, baadaye wengine mnarudishiwa. Wanasema kwamba hizi sio nzuri. Wakati mnapambana wenyewe usiku na mchana, mnakosa haki kwa sababu taifa letu halina viongozi ambao wana machungu na taifa letu. Taifa letu haliamini katika maendeleo ya watu. CCM wakijenga majengo wanaweza kufikiri kwamba wamemaliza matatizo ya Watanzania. Leo uhuru wa taifa letu unakosekana. Leo kiikosoa serikali kidogo, maumivu ni makubwa. Watu wanapotea. Mwenyekiti wetu Lissu alipigwa risasi 16 kwa sababu ya kukosoa hao manyang'au kwamba wanaiba rasilimali zetu. Tunajua watu wengi wako kila mahali wanateswa katika taifa ambalo lina uhuru. Ndugu zangu, watu wa Ndanda, tunajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Lakini nyinyi mnafahamu yaliyotokea mwaka jana mwezi wa 11.
uchaguzi wa serikali za mitaa. Mnajua iliyotokea 2020? Mnajua iliyotokea 2019? Uchaguzi katika taifa hili kama nchi ya kidemokrasia kwa mujibu wa katiba yetu, kama nchi ya mfumo wa vyama vingi kwa mujibu wa katiba yetu, imekuwa ni uongo. Hakuna tena uchaguzi kwenye nchi hii. Sasa tunaomba muungane na Chadema. Tunahitaji tuibadilishe nchi hii, iwe ni kwa maumivu, iwe ni kwa namna yoyote, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Tukiungana wote, CCM na hao washikaji hao wamevaa kombati za kaki kama sisi, hao ni wepesi kama karatasi. Tunaomba tuungane na Chadema kuzuia uchaguzi wa mwaka huu. Najua wao wamejiandaa kutulazimisha kama ambavyo wamekuwa wakifanya hivyo bila kuheshimu maamuzi ya wananchi. Mnapiga kura zinaibiwa. Tukatae uonevu huo, na lazima tuungane na Chadema kwa kusema kwamba kwa sababu ya sheria mbovu zinazowapa CCM kufanya ushenzi na ushetani wanaofanya, bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Tuko tayari? Tuungane kwa pamoja, kwa sababu haya maumivu ni ya kwetu sote. People! Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asante. Na sasa naomba nimuinue